Nawashukuru sana TikTokers wenye mlijitolea na mkaaziza hii project ya Karuma na mlinipatia kazi kama chairman wa kusimamia hiyo familia, na nimewashikilia kwa hiyo muda, na ni familia yenye naiheshimu na nawapenda. Katika safari yetu yenye mliniachia, tuliweza kununua shamba ya ekari moja na tukaweza kununua plot moja, na kisha mimi nikawanunulia plot ingine. Plot tulikuwa tunanunua 500 na shamba tukanunua 1.5, na plot hiyo ingine tukanunua 500 na mimi nikawanunulia plot moja ingine ya 500. Kwa hivyo nyumba tukaijenga katika plot 2 na shamba ya kulima tukaiwacha ikiwa kando, ndio waweze kuwa wanailima, na wamekuwa wakilima, na wamekuwa hata kitu 3 weeks ago mama yake alifuna yellow beans na tukaweza kuziuza, na akaweza kupokelea pesa around 28,000 kutoka hizo yellow beans zenye alifuna kwa hiyo 1 acre. Tumekuwa na challenge juu pesa zilichangwa na watu wengi walitoa pledges zenye watu walipledge. Hakuna mtu aliweza kufuatilia juu hazikuweza kufuatiliwa na watu wengi hawakutoa. Wale wenye walisema pledges hawakupeana. Yule mtu amepeana pledges peke yake ni mtu wa mabati, na mtu alipeana pledges ya mawe 1,500. Hawa ndio watu wamepeana vitu. Na hiyo nyumba ikijengwa, wakati drawings zilikuwa zinafanywa, tulifanya drawing estimate ya zile watu wamepeana, ndio tukaweza kuona tutaweza jenga hii nyumba size gani na zile vitu watu wamepeana. Imekuwa challenge kubwa juu hakuna mtu alileta kitu isipokuwa hiyo mawe ililetwa 1,500 na mabati. Hizo vitu zingine zote, zile pesa mlichanga zenye ziliwekwa kwa akaunti ya Karuma, zenye zilibaki wakati tulinunua shamba, ndizo tumekuwa tukijenga nazo. Na tulifika pahali tukajenga, hizo pesa zikaisha kwamba mimi mwenyewe nimeongezea 500 bado ya kujenga, na Bishop akaongezea 500 yake. Ndio hiyo nyumba ifikia hapo imefikia. Hiyo nyumba imebakisha tiles na imebakisha rangi. Last week tuliweka stima, tumefanya wiring, tumeweka gypsum. Hiyo nyumba imebakisha tiles na rangi. Sasa ile kitu yenye ni kama ndio imetuleta hapa ni ati familia wamefika pahali wakawa ni kama wamefinyika juu tegemeo lao lilikuwa hizo pesa ziweze kuwabadilishia maisha, na hizo pesa venye watu walikataa kutoa hizo pledges ndizo tumejenga nazo. Sasa wakati imefikia pahali familia wakanikujia wakasema tunastahili tuuze hili shamba ama tuuze zote, nyinyi nipatie pesa, sisi kama familia tuende tukaweke biashara. Nikawaambia biashara mtaweza weka, lakini biashara huwa inawekwa na inaisha. Sasa tukiuza hizi shamba na tuuze nyumba, niwapatie hizi pesa, mimi nitakuja kuambia watu nyumba na shamba zilienda wapi. Juu mtaenda mtumie hizo pesa siishe na mtokee kwa barabara mkiwa na shida mingi kuliko yenye mko nayo kwa saa hii. Nikasema nyinyi mtaenda pahali wale watu walitoa pesa. Juu Kenya kuna sheria yenye inasema watu wakitoa pesa zao, either sifanye ile kazi watu wametoa zifanye. Kama hizo pesa hasitafanya hiyo kazi, watu wanastahili kurudishiwa pesa yao.
sio zipatiwanwa kwa mtu mwingine, watu warudishiwe pesa yao. Kwa hivyo nafikiria hapo ndipo tulianza differences, na ndio tukafikia pali ya kuita Chris na hawa watu wengine, tukaweza kukaa chini na kuongelelea ni nini itauzwa ndio nyumba iishe. Juu mimi mwenyewe nimejikaza hata mimi mwenyewe nikafika pahali nikawa mimi naumia. Nikawaambia kama tutaweza pata hata pesa tujenge choo peke yake, hiyo nyumba iwekwe Niru, hata iziwekwe hiyo tiles. Hiyo pesa kuna mtu ametuma 96,000 last week. Tununue tiles. Na 96,000 hiyo ni tiles itaweza toshea sitting bila kuwa na kuweka pahali pengine. Kaambia the 96,000 either tuchimbe choo, alafu hiyo nyumba tutafuta simiti tuweke Niru. Muingie. Mkishaingia at least mkae hapo ndani. Mkiwa hapo karibu na kwangu kwa shamba, kitu ya kwanza baba yenu hatakosa chakula. Juu kwangu kwa shamba, kuna chakula, kuna ng'ombe, kuna maziwa. Wakiwa hapo karibu, mimi mwenyewe nitaweza kuwa support. Lakini saa hii wakiwa pahali penye wamekomboa nyumba, support inashinda. Juu hata mama yao kupata means ya kuja kwa shamba yangu achukue vitu wenye wataweza kula ni ngumu. Kwa hivyo nikawaambia, tukawa tunajadiliana, na ndio tukafikiria na kina Chris, na tukapatana na Karuma na mama yao, na ndio wakatoa hiyo idea ya hiyo nyumba iuzwe ama ile shamba iuzwe. Nikauliza Chris, tukiuza ile shamba, ile shamba ndio tegemeo, juu hiyo wakishaingia kwa hiyo nyumba, ile shamba ndio watakuwa wanastahili kuwa wanalima, wanapata mahindi, wanapata chakula, ndio waweze kuzitumia pale nyumbani. Kwa hivyo tukiuza hiyo shamba tuwabakishie nyumba peke yake. Ni kusema mimi mwenyewe kama Mofam ndio nitabakishiwa mzigo wa hawa watu. Juu hawatakuwa na pahali ya kulima. Watakuwa na nyumba, watakuwa na kwa kuishi, lakini watalima wapi? Hakuna kwa kulima. Kwa hivyo nikasimamisha mambo ya kuuza ile shamba. Nikauliza Chris, tutafanya nini? Kwa hivyo mimi Kenya ningeambia Wakenya wenye walijitolea, uamuzi ni wenyu. Na uamuzi make sure mumeamua. Mkiamua hiyo shamba iuzwe, tumalize nyumba, hawa watu hawatakuwa na pahali tena ya kulima. Na watakuwa sasa ni mimi mmewachia majukumu na mzigo wao na kuwasaidia. Kwa hivyo yule uamuzi wenye mtaamua leo, hiyo uamuzi ndio itasaidia hii familia, ndio waweze kujisimamia. Juu tukisema tuuze shamba tumalize nyumba, tukitauza shamba tukimaliza nyumba, watakuwa wakikula nini? Mimi nitawasaidia na chakula, ndio shamba yangu iko hapo karibu na maziwa. Mimi hata nitawapea ng'ombe moja iende hapo kwao, hata buzi nitawapatia 10 na kuku nitawapatia 20. Waanzie maisha hapo. Lakini hizo zitawasaidia kweli? Hazitawasaidia juu mimi nimesema nitawapatia ng'ombe, niwapee buzi 10, niwapee kuku 20, na nitakuwa nikiwapatia chakula hapo kutoka kwa shamba yangu, lakini nitawapea milele. Mimi ni Mofam, nitawapea. Agikuyu maugaga atiri muthinde ubikaga irigu rucio kungikaga gukorwo Mofam mwehori, andu akwa ni makamahe. Mofam angikorwo rucio ndagakorwo kuri, family yo nikaheo ni andu akwa irio matikama. Amesema hivi na Kikuyu, in case Mofam hata waikuwa, watu wake wa Mofam wataimpea, hawatawapea. That's hiyo nimesema kama sasa Mofam sitasema nitakuwa milele, nikose kuwa kesho.
hawa familia yangu watakubali kuwapea hawa chakula? Hawatakubali. Kwa hivyo hiyo shamba ni important kwao, juu hata Mofam awe ama asiwe, hiyo familia itaweza kulima hiyo shamba na wajisaidie. Kwa hivyo ile decision yenye to make decision yenye itaweza simamia hii familia. Mambo ya pesa ile mnasema. Yes. Mtu kama anaona kama hiyo nyumba haijajengwa na zile pesa zenye mlichanga, pesa zenye zilichangwa kanisa, zenye mimi sijawahi kuhusika kuwa nimepatiwa pesa. Pesa zilikuwa zinawekwa akaunti ya Karuma, na kama ni material zile tumenunua, Karuma ndiyo alikuwa analipa. Kwa hivyo zile pesa zenye mlichanga, zenye zilichangwa na zenye walisema ni around 5 million. 5 million hawa wenyewe wamespend. Kwa hivyo ile imeingia kwa nyumba ni around 2 point something million. Na hizo pesa zenye zimeingia kwa nyumba 2 point something million, sisi tumeongezea pesa zingine. Mimi nimeongezea 500, Bishop ameongezea, na kuna deni ilibaki ya hardware, deni ya 400,000 yenye mimi hata saa hii mimi uilipa. Saa hii hiyo deni ya hardware imebaki around 100,000, na bado nimecommit kwa mwenyewe nitakuwa nikimlipa nikipata. Nimezitoa kutoka 400 na ninaendelea kulipa, imebaki 100. Kwa hivyo mimi ningewaomba kama TikTokers, mkae mkijua ile decision mtamiki hapa, juu nimesikia watu wengi wamesema hiyo shamba moja iuzwe. Ile kitu nalilia, ningelilia ni kulilia baba yao. Juu shamba tutauza, mama Karuma na Karuma watachukua pesa. Then pesa ikiisha, baba yao wamtupe kwa mtu ama wampeleke wapi? Ama watamuleta kwangu. Thank you so much Mofam. Thank you so much Mofam for that. Pastor